ni kuleta njia mbadala ya kutatua tatizo la masomo ya sayansi. Tunafurahia kusoma kwa muziki kwa sababu inatusaidia zaidi kiufahamu. Lakini nikaona kwamba kumbe watoto wanawahi kukariri wimbo kuliko maneno mengi sana yaliyomo kwenye vitabu. Napenda nifurahi sana kuliko unaofundisha na mwalimu darasani kwa kutumia chaki, lakini kwa muziki unaelewa zaidi kuliko kufundisha na mwalimu. Ilibidi nitafiti kwa miaka 3. Nikiwa natafiti katika field, kwa maana kwamba naingia darasani, nafundisha, natoka darasani, naendelea na maisha mengine kama kawaida, lakini nafanya utafiti wangu binafsi. Nikaja kuona kwamba tuna matatizo katika mfumo wa kutoa elimu yetu, tukiwa na matatizo ambayo tumeyazoea ya upungufu wa vitabu, tuna matatizo ya upungufu wa walimu, tuna matatizo ya upungufu wa maabara na vifaa vingine vya kujifunzia na mambo yanayofanana na hayo. Baadaye nikajaribu kupata uzoefu wa tofauti zaidi, kwamba nimefundisha shule zenye maabara za kutosha, bado sayansi ilionekana ni baba mkuu kwa watoto. Ni darasa pekee linalotumia nyimbo kufundisha. Linaitwa darasa la Mzalendo. Ni maarufu hapa katika shule ya msingi Victoria, inayofundisha katika mfumo wa Kiingereza maarufu kama English Medium. Ufundishaji uliobuniwa miaka 4 iliyopita unaonekana kuwavutia wanafunzi kila wanapopiga hodi katika darasa husika. Hapa masomo yanafundishwa kwa njia hii ni masomo ya sayansi, hii kichagizwa zaidi na maono ya mbunifu wa njia hii ya ufundishaji. Pamoja na kwamba katika taaluma ya walimu haiwezekani njia moja ya kujifunzia ikawafaa watoto wote, alafu ikafaa kufundishia masomo ya kila aina. Kwa hiyo kuna kila haja ya kubadilisha, kujaribu hiki. Huyu anaweza kuelewa kwa staili hii, huyu hawezi kuelewa kwa njia fulani. Kwa hiyo kuna mchanganyiko ambao unatakiwa ujaribu kutumia kama mtaalamu ili upate matokeo ambayo ni stahiki zaidi. Kwangu mimi muziki umechukua nafasi kubwa. Nikisema muziki maana yake nilishaye kufundisha bila muziki. Najua shuruba ya kufundisha bila muziki. Najua mafanikio ya kufundisha bila muziki, na najua changamoto za kufundisha bila muziki. Lakini muziki umekuwa ni sehemu ambayo unawaleta wanafunzi kwa asilimia kubwa darasani katika masomo ya sayansi. Imenipa imani kubwa sana kwamba tunaweza sasa tukajaribu kuangalia jinsi gani huu muziki huu tufanyie mambo, tulete huku darasani, utusaidie kufikia malengo yetu. Na ukiangalia katika uhalisia wa mambo ni kwamba elimu ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe rafiki. Maisha Line leo hii tunamwangazia Kiyungu Sendama, msomi mwenye shahada ya kwanza ya uchumi, lakini akitumia vema elimu ya stashahada ya ualimu. Uchumi wetu utakuwa na shida kama elimu yetu itakuwa na shida. Kwa baada ya kumaliza shahada yangu ya uchumi chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, nikaona elimu ni tatizo kubwa zaidi kuliko uchumi, na kinachokwamisha uchumi katika jamii yetu kwenda mbele ni elimu yetu. Watu wengi hawajasoma. Sehemu mingi inazaliwa kila kukicha kuwa eti duniani hakuna wema. Kiyungu Sendama katika umri alonao anajitolea kwa rasilimali alizonazo katika kufanya mapinduzi ya ufundishaji mpya wa masomo ya sayansi, hasa baada ya kuona mfumo wa sasa hauna tija. Yapo mengi yaliyomsukuma kubuni njia mpya ya ufundishaji, akiamini kuwa mfumo wa ufundishaji uliopo sasa ndio hasa unaofanya masomo ya mchepuo wa sayansi kuogopwa na wanafunzi.
kitu ambacho nimeamua kufanya katika hiki ni kwamba masomo ya sayansi yanakuwa ni magumu. Wazazi wanasema magumu, wanafunzi wanasema magumu, jamii kwa ujumla inachukulia kama ni masomo fulani magumu sana. Kwa hiyo nikaona haitaendelea kuniingia akilini. Kama wanafunzi watasema masomo ni magumu, na mimi kama mwalimu nitaona masomo ni magumu na nikaendelea kusema ni magumu, basi ugumu ule ndio kaendelea kuwa ndo wimbo kila siku, kitu kigumu. Lakini mahitaji ya sayansi hayakwepeki, yako pale pale. Yawe magumu yawe marahisi, ni vitu ambavyo tunahitaji kuvitafutia mbadala. Mpaka kuna maneno mengine, majina yaliyopewa masomo ya sayansi, ukiyasikia hivi unapata ukakasi kwamba sasa katika mila zetu za Kiafrika tunaamini baba mkwe au mama mkwe hamwezi kuwa na mahusiano ya karibu. Huo tunakwepana sana katika mila zetu. Watoto sasa wamefananisha masomo ya sayansi na baba mkwe na mama mkwe. Kawaida darasa hili huanza kwa kutambulisha mada ya siku, huku mwanafunzi akiwa na karatasi yenye maandishi ya mada husika ambayo imeandikwa kwa mfumo wa nyimbo. Leo hii hapa wanafunzi wanajifunza kuhusiana na moyo na jinsi unavyofanya kazi, huku ukichagizwa na viambata vilivyopo kwenye damu. Wanafunzi baada ya kusoma kimya kwa muda, redio yenye wimbo husika inaanza kutumbuiza na wanafunzi wanaanza kufuatisha maneno ya wimbo husika taratibu, huku midundo murua ya wimbo husika ikiongeza midadi ya kujifunza. Mfumo huu unawavutia hata wanafunzi nje ya darasa. Wanatamani kuwa sehemu ya darasa, lakini darasa husika linahitaji idadi maalum ili kupima kiwango cha uelewa wa wanafunzi. Mfumo huu unaleta ushirikiano wa karibu kati ya mwalimu na wanafunzi na kulifanya somo husika kuwa kivutio. Baada ya muziki, mwalimu wa somo anakuja kujiridhisha, kupima kiwango cha uelewa wa wanafunzi kwa somo la siku husika. The powerful muscle that pumps blood to all parts of the body. Very good. It is a powerful organ that pumps blood to all parts of the body. Okay? Kwa tunajaribu kuonesha jinsi muziki unaweza kuwa msaada mkubwa sana kwenye masomo ya sayansi, na leo tulikuwa na darasa la 6 na darasa la 5 ya katika tumejifunza kuhusu topic ya heart, mambo ya moyo, mzunguko wa damu na vitu vinavyofanana na hivyo. Na kwa jinsi ambavyo darasa linaendeshwa ni kwamba tunakuwa na sessions kama 5, na kila session inakuwa ina kitu inafanya kwa anayekuwa anajifunza. Kuna kitu anakuwa anakipata kwa session moja. Session ya kwanza inakuwa ni warm up ambayo inatengeneza smartness, quickness kati ya akili kaipo ile connected sana na misuli, ile coordination between the brain and the muscles inakuwa very high kwa kutumia games ambazo zinamtabisha mtu anakuwa smart, anakuwa yuko tayari kupokea materials, anakuwa yuko tayari ku understand, anatakiwa kuwa yuko tayari ku think, anakuwa yuko tayari kutoa yeye atakachokipokea. Kwa warm up inakuwa ni physical game, ni warm up ya vitendo kuandaa misuli. Baada ya warm up inafuata game nyingine ambayo ya kuintroduce somo. Kama leo umeona tumeintroduce somo kwa game ile ya kuzomeana na nini, tumezomeana sana darasani na watoto wamefurahi kwa kweli. Ukiangalia jinsi ambavyo tumeintroduce, tunaita kitaalamu tunaita ice breaker.
kwamba unapotaka kuleta majadiliano darasani au unataka kuleta discussion, yasiwe makavu sana kwamba leo kaa chini tunaanza kujadili hiki. No, tafuta njia ambayo ita break ile ice, kwamba itaanzisha yale majadiliano, njia ambayo inakuwa ni very fun way, ni njia ambayo inamsababisha mtoto afurahi, afanye kitu kama hicho. Kwa sasa ukiangalia pale tumefanya ice breaking yetu ilikuwa ni game ya kuzomeana. Na ukiangalia katika game ya kuzomeana, mtoto alikuwa anatakiwa discover katika ile game kwamba leo tunajifunza topic gani. So it was like a gambling game, kwamba ajaribu kusema leo tutajifunza hiki na hiki. Na jinsi ambavyo anapatia tunachotakiwa kujifunza ndivyo jinsi ambavyo tunamreward sana, tunampigia makofi, tunam-encourage, tuna-motivate na vitu kama hivyo. Kwa ambao walikuwa wanashindwa sasa kungamua kwamba ni nini tunafanya leo, ndio walioishia kuzomewa, lakini mwisho wa siku wote wamefurahi. Aliyozomewa hajajisikia vibaya, na hivi alikuwa na nafasi ya kuzomea, so vitu vimeenda vizuri zaidi. Baada ile pale kuna maelezo ya kawaida sasa ya kuintroduce topic na kuwapa ground rules wale watoto kwamba darasani tuko hii session yetu inaendeshwa kwa kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa zile ground rules zinakuwa za muhimu sana, na una introduce topic kwamba leo tutajifunza hiki, tutajifunza hiki, tutajifunza hiki. Kwa tukitoka hapa kila mtu hakikisha kwamba kwenye kipengele fulani kuna vitu anavifahamu, na hicho ndio tumekifanya kwa leo kama umejaribu kuangalia. Na baada ya pale tumejaribu kufanya kwamba sasa tunaanza kuweka material kwenye kichwa kwa kutumia wimbo, kwamba mtoto sasa kwenye wimbo tumesummarize topic yake kwa kuweka ideas, tuseme concepts ambazo zimewekwa kwenye syllabus, na vile terminologies ambazo zipo kwenye topic yenyewe, kwamba anahitaji akamate zile terminologies alafu vile aweze kuhusisha zile concepts ili awe competent, sasa aweze kurecycle knowledge na aweze kudiscover knowledge gaps. Kwa ambacho tumekifanya katika hiyo session ilikuwa ni kuwawezesha watoto wasikilize, kila mtu anaposikiliza muziki, kila mtu anakuwa na paper ambayo ina summary na ambayo ina wimbo wote. Kwa anakuwa ni rahisi yeye kujaribu kupita kwenye wimbo na kujaribu kuchukua zile important points na vitu kama hivyo, na anapokuwa na dance, kwa mfano anapokuwa anaimba, kabla haja dance anaimba, anakuwa ni kiasi gani anakuwa anajievaluate yeye kwamba ndani ya huu muda hapa amegrasp kiasi gani, uwezo wake anaupimaje. Anapokuwa anaimba, mimi mwenyewe nikiwa darasani nitapima sauti yake ni kubwa kiasi gani anavyoimba kile kitu. Umeona? Kwa hiyo na yenyewe kuimba na kusikiliza imekuwa ni kitu ambacho kimetusaidia na kinachukua muda mrefu kuliko vitu vingine, sababu ndio pale anachukua ile content ya darasani. Baada ya kuchukua content ya darasani, kwenye wimbo kunaweza kuwa na terminologies ambazo sio familia, hayuko nazo familia, yani zinamsumbua kwa maana ya kwamba hajui maana yake, hajawahi kuziona. Kwa maana hiyo sasa, baada ya hiyo session kilichokuwa kinafuata ni kwamba mwalimu wa somo husika alikuja akajaribu kuelezea kile kilichopungua kwenye wimbo, kile ambacho mtoto alikuwa bado ana doubt nacho, na mwisho wa siku watoto wakaonekana kila mtu alikuwa na swali, aliuliza swali, na mwisho wa siku wakajibizana maswali na walimu kwa kuhusu ile topic. Mwalimu mwenyewe akaweza kupima kwa kiasi gani, hiyo tunaita evaluation term, kwamba kwa kiasi gani hao watoto katika session hii wamegrasp kwa material. Kwa it was like that. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tunachokifanya sisi we are connecting school and fun. Yani ni kwamba hakuna principle yoyote sema ambayo inasema kwamba there is no possibility of connecting school and fun. Kwa sisi tulikuwa tunaonyesha kwamba school and fun they are part and parcel. Umeona? Na mwisho wa siku tumewaruhusu watoto wamecheza muziki ule wimbo ule wa tulikuwa tunajifunza kuhusu mambo ya moyo. Wamejifunza, wamecheza huo mwisho wa siku. Kwa hiyo inawakaa kwa namna moja inakuwa sehemu ya maisha yao, kwa sababu kwa kutumia muziki lazima topic ya leo itakuwa sehemu ya maisha yao kwa wiki nzima kabla tujakutana nao tena. Kwa hiyo tuna uhakika watakuwa na maswali mengi ya kuuliza watu nyumbani, watakuwa na maswali mengi ya kuuliza wazazi, kumuuliza sui kaka kwa msaidie hiki na kile, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamegrasp ile content ya sayansi, hasa kuhusu masuala ya moyo ambayo tulikuwa tumejifunza. Huyo ni Kiyungi Sendama akionyesha jinsi gani talanta aliyokirimiwa na Mwenyezi Mungu anavyoweza kuitumia kuwafanya wengine wanufaike. Inawezekana njia anayotumia Kiyungi ni njia mpya kwako na njia mpya kwa wanafunzi wengi wanaojifunza, lakini kwa muda mfupi ambao tumeuona jinsi ambavyo darasa linaendelea, jinsi ambavyo inavutia wanafunzi moyo wa kuendelea kukaa darasani unaendelea kuwepo kwa sababu kuna burudani. Inawezekana watu kama hawa, kama watawezeshwa na mamlaka, jamii ikawatambua, wanaweza wakatoa vile vitu ambavyo viko
nyuma ya vichwa vyao na vikawa na manufaa kwa taifa letu. Inawezekana mfumo huu ukawa nembo kwa taifa la Tanzania na ukaifanya Tanzania ikang'ara. Ukafanya ule msemo wa kusema kwamba masomo ya sayansi ni mama mkwe, masomo ya sayansi ni magumu, watoto kukimbia masomo ya sayansi. Basi kupitia mbinu hii watu wanaweza wakaweka ile misingi thabiti kabisa ya kujifunza masomo ya sayansi. Ni Maisha Line na Star TV. The first thing naisikia kitu cha kusoma science kwa njia ya muziki nilishangaa sana. Nikasema what is this again? Lakini nikaja nikarealize kwamba ni kitu ambacho kinaweza kuwa adapted na kikawa ni kizuri sana kwa wanafunzi kwa sasa na hata kwa vijana wa baadaye. Kwa maana watoto wanaweza wakawa na uwepesi wa kushika ule wimbo, na akishika ule wimbo means ameshika kila kitu ambacho kiko katika ile topic concerning of that song. Yani kwa hiyo ni kitu kizuri actually. This style ambao na use kwa kutumia nyimbo I think ni style nzuri, inaweza ikasaidia wanafunzi kwanza improve academically katika swala la science. Unaweza kufanya vitu katika masomo ya science endapo natakuwa na kuna njia mbadala kama hizi. Maana you find sometimes people anakuambia kwamba science is difficult, I cannot take science subjects. Lakini if we try to find the measures, things ambavyo tukatake the measure vitu wanaovipenda out, tukavingiza ndani kwenye science, watoto wanaweza kuipenda science sana na wakaichukua kwa ajili ya maendeleo. Maana tunajua everything katika dunia is out of science. Kimetufurahisha kwa kusoma kwa sababu tunajifunza mambo mengi. Tumejifunza kuhusu moyo na jinsi damu inavyotembea kwenye moyo. Leo tumejifunza kuhusu moyo wa sayansi, na kwenye kipindi cha leo nimefurahia kwa sababu tumesoma kwa kutumia muziki na tumeelewa zaidi kwa kutumia muziki, sababu huko unaimba na unafikiria zaidi, na alafu watu wengi kwa ujumla tuseme labda wanaweza kupenda kusoma kupitia muziki. Kwa hiyo kipindi cha leo kilikuwa kizuri. Nafurahia sana kujifunza kutumia muziki, sababu muziki ni chanzo kikubwa na tena kina washabiki wengi. Ukijifunza kutumia muziki, washabiki wako watajifunza kutumia ule muziki na watapenda muziki wako. Ndio maana napenda kujifunza kutumia muziki. Na napenda kushukuru Darasa la Mzalendo kutuletea kipindi na shule kwa ujumla.